kwenye ulanguzi na utapeli ndani ya klabu ya Yanga ambaye anaungana na Godi Yanga ni Famau na ameungana na nani? Na mtu mmoja anaitwa Baba Yanga aka Peter. Huyu naye tunamjumuisha kwa sababu naye kwenye haya matukio ya hivi karibuni naye amekuwa anaya entertain. Na sisi tunasema hivi, tunafanya hivi vitu sio kwa ajili ya kumdhalilisha mtu. Tunafanya hivi vitu kwa ajili ya kurekebisha ili klabu yetu ya Yanga tubaki kuwa wamoja, kwa sababu mpaka sasa ninavyozungumza tumefanyaje? Tumegawanyika. La pili, kuna siku moja Godi Yanga vile vile tumeenda kwenye hamasa, viongozi wetu wa nyuki wa Yanga wakatoa hela kwa ajili ya kutogawa sisi nauli. Godi Yanga alichokifanya ni kuja kwetu sisi. Godi Yanga ni kiongozi wa influencers, lakini sometimes huwa anajiactisha kama yeye ni kiongozi wa nyuki. Katoka kule kwenye influencers, amekuja kwetu sisi, anatuambiaje? Anasema ndugu zangu, hiyo ni makajuzi, nazungumza makajuzi hiyo. Ametoka kule kwenye influencers, anakuja kutuaminisha sisi, anasema bwana, jamani samahani, leo hakuna nauli, tunaomba jamani, viongozi wetu wamesema hawana nauli, kwa hiyo kama ni mechi tujiandae kwenye kesho kutwa, tukija tena viongozi wetu wamesema tafanyaje, watatufanyia wepesi. Mimi Kefa Chengula nikasema haiwezekani tukakusikiliza wewe Godi, kwa sababu wewe Godi ni kiongozi wa influencers, huhusiki kwenye nyuki. Huku kwenye nyuki unaingiaje? Tunaenda kwa viongozi wa klabu ya Yanga watuambie kama hakuna nauli. Engineer Hersi akituambia kama leo hakuna nauli, au alikama akituambia hakuna nauli, basi tufanyaje? Tutalizika. Lakini hatuwezi kukusikiliza wewe Godi tapeli mzurumishi, tukakusikiliza wewe badala ya kumsikiliza nani? Kiongozi wetu. Tunaenda kwa kiongozi wetu. Baada ya pala akasema jamani basi tulieni, ngoja kwanza tukawa nani. Kumbe kule ameenda kuambia kwamba jamani, hii hela kule tulikoenda watu wamefanyaje? Wamechachamaa. Kwa hiyo cha kufanya tufanyaje? Tuachie. Baada ya dakika 2 akaja kiongozi mmoja wa nyuki akasema jamani, tumeenda kule tumepambana, ili imefanyaje? Tumeipata. Tukasema tayari. Mmepambanaje mpaka mmepata? Kati wanajua kabisa sisi tulikuwa kwenye hamasa na nauli imetoka, watu tumepambana, tumehanikiza watu waende waje uwanjani na watu wamekuja uwanjani. Sasa hiyo hela waitaka kufanyaje? Maana yake Godi Yanga ile hela aitaka sisi atuzime, na kama tungekubali maana yake angerudi kule kwenye viongozi, angeichukua ile hela, angeihodhi wapi? Mfukoni. Hayo ni matukio matatu ambayo Godi Yanga, mimi kwa ushahidi hata saizi hapa nikimuita akikataa ashike Biblia, si Godi Yanga ni Mkristo, ashike Biblia aape, akasema bana Kefa Chengula haya unayosema ni ya uongo, aape. Maana mimi nazungumza vitu kwa ushahidi. Mimi ndio maana naitwa Kefa Chengula, mzee wa fakti. Nazungumza fakti. Kama yana naye mimi nazungumza propaganda, huyo Godi Yanga aje. Na mimi nasema hivi, hatutakubali. Kuanzia sasa klabu ya Yanga itabaki klabu ambayo ni safi, haina doa, kwa sababu mpaka saizi kuna watu wanataka kuitia doa klabu yetu, kitu ambacho sisi kama wanachama hatupo tayari. Bwana Kefa, tukumbuke nyuma kidogo hapa tumesikia baadhi ya viongozi wa Young Africans wanasema kwamba timu ya Young Africans ni miongoni mwa timu ambayo tulivu, hata kama ikitokea migogoro haitojitokeza nje kusikia watu, lakini limekuwa mzito. Kefa, wanataka kitu gani labda viongozi wavifanye kwa ulivyosema wenyewe walanguzi ambao wapo kwenye Young Africans? Mimi kikubwa ninachokiomba kaka ni hivi, ni hapa tunachozungumza hii interview, hatuichafui klabu ya Yanga, hatuachafui viongozi, bali tunamwataki mtu. Umenelewa? Tunamwataki mtu. Tungekuwa tunachafua klabu, na mimi ni mwanachama, sipo tayari hapa kuichafua klabu yangu. Lakini haya matatizo yaliyotokeza kaka, inatakiwa ifike hatua yafike mwisho. Kwa sababu kama kutapeliwa na kudhulumiwa, tumezulumiwa kwa kipindi kirefu. Hatuwezi kukaa hapa kuanza tena kuzungumzia yani tukikaa kimya, maana haya mambo yatakuwa ni endelevu. Na kama yakiwa endelevu, maana tayari ni jipu linazidi kuiva. Maana siku likitumbuka litatumbuka vibaya. Na maana sisi tunasema hivi, bora kuziba ufa kuliko kujenga ukuta. Sisi hapa tupo kwa ajili ya kuziba ukuta, na huo ufa ni Godi Yanga, sio Yanga. Ni Godi, huyo Godi kama Godi. Kwanza nikisema Godi Yanga anachafua Yanga, ninasema ni Yanga, ni Godi. Umenelewa? Tunamwataki Godi, hatumwataki mtu. Kwa hiyo mimi binafsi kama Kefa Chengula nichukue nafasi hii kusema viongozi wa klabu ya Yanga tunawaomba kwamba hatupo hapa kwa ajili ya kuichafua klabu. Tupo hapa kwa ajili ya kumrekebisha au kumnyosha mtu ambaye anaichafua image ya klabu yetu. Kwa sababu mimi nikivaa hii jezi nazungumza haya maneno, maana automatically na klabu inafanyaje? Inachafuka. Kwa hiyo viongozi wa klabu ya Yanga, kama mnasikiza hizi interview, tunaomba muite Godi, mumwambie, na kama inawezekana tunaomba influencers tufanye uchaguzi wa uongozi mpya wa Yanga. Tufanye uongozi mpya wa influencers. Huyu Godi Yanga hafai, hatumtaki. Yani hatumtaki hata kumuona kwenye influencers ya klabu ya Yanga, kwa sababu ni mtu ambaye kila siku amekuwa ni mtu ambaye anatengeneza migogoro, amekuwa ni mhafidhina, amekuwa ni mtu ambaye anakaa vikao vya kidhalimu kwa ajili ya kuwakandamiza wana influencers wa Yanga. Hatukubali sisi Godi Yanga kutugeuza kuwa mradi wake. Na ndio maana tunasema hivi, kwa sasa kabla hatujafika mbele kwa Engineer Hersi, tunaomba Godi Yanga pamoja na viongozi mumkalishe
Godianga na sisi wana influencers tufanye uchaguzi mpya kabla engineer hajaja. Maana akija engineer ni masuala mengine. Maana dunia na Afrika nzima kwa ujumla watajua, na hii klabu yetu tutaipasua kwa sababu sisi ni watu ambao tuna nguvu, ni influencers ambao tuna nguvu. Hakuna hapa Tanzania au kwenye klabu ya Yanga mtu ambaye hamfahamu Kefa Chengua boy from market ya Fana. Hakuna. Umeelewa? Hakuna mtu ambaye hamfahamu Kizinga. Hakuna mtu ambaye hamfahamu mtu kama Captain Kizinga au Chief Kizinga. Hakuna mtu ambaye hamfahamu mtu ambaye anaitwa Uchebe Yanga. Hakuna mtu ambaye hamfahamu mtu anaitwa Chibindu. Hakuna mtu ambaye hamfahamu mtu mzee anaitwa mzee wa Maokoto. Hakuna kwenye klabu ya Yanga na wengineo. Hakuna mtu ambaye hamfahamu na Solo Yanga. Umeelewa? Hakuna mtu ambaye hamfahamu mtu anayeitwa Pado MC. Ndugu zangu, tulipofikia tumefikia mahali pabaya sana dhidi ya huyu Godianga. Sio Yanga, dhidi ya huyu Godi kama Godi. Nikisema Godianga na haribu, yani ni Godi. Umeona tumefikia babaya. Tunachoomba huyu Godianga, ndugu zangu, kabla hatujafikia kwenye kupalanguana au kwenye kuipasua klabu, tunaomba viongozi wetu, hizi interview tunafanya kwa nia njema, kwa ajili ya kutengeneza, kwa ajili ya kuziba. Wanasema kwenye kidonda huwa tuweki sukari, tunaweka nini? Tunaweka chumvi. Ile chumvi kadri inavyouma, maana yake kidonda ndivyo kinazidi kufanyaje? Kupona. Kwa hiyo kama mnataka kuweka sukari, maana yake mnataka kile kidonda kifanyaje? Kitengeneze usaha, end of the day tupate kansa, ndio mnachokitaka. Lakini sisi tunasema hivi, tunaweka chumvi ili kidonda kifanyaje? Kitulie, kipone, mwisho wa siku jeraha lipone, maisha mengine yaendelee. Tunafanya hivi kwa wema. Kama mnataka shari, tupo tayari. Kama mnataka wema, tuko tayari. Whatever itakavyokuwa, tuko tayari. Lakini haki yetu kama wanachama haiwezi kudhulumiwa na mtu mmoja. Umeshanielewa? Sisi tuko hapa tulipofika. Hatutegemei hizo hela za huyo mwekezaji wa Dasiti, lakini tunataka kitu chochote ambacho kimetoka kwa viongozi kwa ajili ya kuwanufaisha sisi wana influencers kifike kama kilivyo. Lakini haiwezekani genge la watu watatu wanne linakaa kikao pembezoni, fedha ambazo tumepewa na msemaji, msemaji amempa fedha. Angalia mtu alivyomdhalimu. Hela amepewa na msemaji, aje atupe sisi wanachama. Yeye anachukua zile fedha, anaenda kukaa kikao na genge watu wanne. Maana yake huyu mtu amempuuza mpaka msemaji wetu. Na msemaji wetu huyu mtu hata kadi ya wanachama Godianga anatakiwa akupokonywe, anyang'anywe. Maana yake huyu mtu si mwadilifu, huyu mtu ni nyang'au, ni nyang'anyi. Umeona? Ni mdhalimu ndani ya klabu yetu. Kwa nini anatufanyia unyang'anyi kwenye klabu yetu? Na kwa nini tumekaa kimya? Na tunakaa kimya kwa manufaa gani? Na ametudhulumu tangu lini? Kila siku anatudhulumu mtu mmoja na tumekaa kimya. Haiwezekani. Tulipofikia hapa, ndugu zangu, tunafanya kwa wema. Lakini mkitaka shari, tupo tayari kwa shari. Mkitaka wema, tuko tayari kwa wema. Mkitaka kikao, tuko tayari kwa kikao. Mkitaka tusakane popote tulipo, tuko tayari. Lakini tunataka amani ndani ya klabu yetu ili tusonge mbele kwa umoja wetu. Kama kuna haki, kila mtu apate haki yake. Sio sisi tuwe mradi wa Godi. Haiwezekani. Mimi kwa mradi wa Godi. Kifa, tumalize na ile hapa. Acha bwana. Pengine kwamba uongozi wa Young Africans umeanza kulalamika tokea kitambo sana, kama unavyosema kwenye tiketi wapi, umezungumzia matukio mengi sana, kwamba hauko tayari kuwasikiliza baadhi ya ma-influencers na mashabiki ambao wanalalamika sana kuhusiana na Godianga ambao mwenyewe unamuita mlanguzi wa timu ya Young Africans. Mimi viongozi wa klabu ya Yanga nawaamini. Na ninawapenda na ninawaheshimu kwa sababu mimi ni mwanachama wa klabu ya Yanga. Sasa kama ni mwanachama wa klabu ya Yanga, inatakiwa ni waunge viongozi wa klabu ya Yanga. Lakini ninachokisema mimi, kwenye hao viongozi ambao wa klabu ya Yanga, kuna baadhi ya viongozi wetu wanayaona haya matukio ambayo anayafanya Godi, sio kwamba yaoni, sio kwamba hawasikii. Sasa tunashindwa kuelewa kwamba haya matukio kila siku Godi na Yanga anayafanya na viongozi wamekaa kimya, maana yake wana entertain haya mambo anayofanya Godi. Na viongozi wetu naomba katika hili tubadilike. Huyu Godi Yanga kama hamna maslahi naye, kwa nini haya matukio anayafanya? Na mwisho wa siku nyie viongozi mmekaa kimya. Ndio tunachojadili sisi kama wanachama, na sisi tunamwataki moja kwa moja Godi Yanga. Tukisema Godi Yanga, vile huyu Godi Yanga nyuma yake kuna watu ambao wanamprotect. Sasa kama haya matukio yanafanyika na viongozi wamekaa kimya na wanayajua, maana yake wanaotumiza vile hata wao viongozi tunaweza tukawalaumu kwa upande mmoja hapo upande mwingine. Kwa hiyo sisi tunachoomba ni kwamba tunawapenda viongozi wetu, tunawaheshimu viongozi wetu, lakini tunaomba haya masuala yafike hatua, yafike mwisho, kwa sababu sisi wengine hatuna break ya mdomo. Yaani sisi wengine linalo kutoka mdomoni tunalinyosha. Afu mimi ni mzee wa fakti. Kurogwa kaka, hakuna atakaye dumu milele hapa duniani. Kila mtu atakufa. Yani kama wao wataishi milele, whatever itakavyokuwa waishi milele. Lakini kama sisi tuko hapa duniani kwa ajili ya kutetea haki, tunaamini ipo siku tutakufa. Kwa hiyo kama mimi kwenye kurogwa, acha nirogwe, kwa sababu mimi tuko tayari. Kama nataka kuniletea busha, nipo tayari busha niletee. Kama nataka tu niwe chizi, nipo tayari kuwa chizi, lakini nipo tayari kuwa chizi kwa kutetea wana influencers wenzangu ili kila mtu apate haki. Haiwezekani jasho la mtu kaka lazima lipiganiwe kwa haki. Kila mtu apake haki yake. Haiwezekani watu wachache wanatumika kuja kufanyaje? Kuhozi jasho la watu wengine. Haiwezekani. Umeona? Leo nimesikia huyo Godianga amehama huko Maji Matitu Buza kule, amehamia saizi huko Masaki. Anashughulikani ya kuhamia Masaki Godianga. Si Mbezi, si Masaki huko, si Mbezi.
mtu kweli shabiki wa klabu ya Yanga ni influencers, huna kazi, unasaka masaki. Na juzi kwenye hiyo hela milioni 20 nasikia kuna watu huyo namsiria siri ameenda kununua simu ya 900,000. Yaani baada ya hiyo mechi Jumapili, Jumatatu ameenda Kariakoo kununua simu ya 900,000. Hiyo fedha ameipata wapi? Na juzi na jana yake tena kwa maana jana kwenye Christmas, maana Christmas tumeona viongozi, huyo kiongozi, kuna baadhi ya viongozi watatu wamekaa wako bichi kule, wameweka mabiliani, mapaja ya mbuzi, mamizinga ya bata, yani kila aina ya pombe. Wengine wanafanya kazi zingine. Kazi gani kaka? Watuambie hiyo kazi ambayo wao wanaifanya wananufaika, na ni genge lile ambao liko juu. Unajua kiongozi ukiona ana maisha mazuri afu wananchi wake wana maisha mabaya, ujue kabisa huyo kiongozi maana yake hapa juu kuna vitu anafanyaje, anachekecha. Sasa tunachuna kuelewa wakina Godi wanaishi maisha ya paradiso, hatumuonei wivu mtu, lakini tunataka haki, umeelewa? Tunataka haki, umeelewa? Hayo ni maisha yao ya anasa, kama wanapata fedha kwa haki ama si kwa haki, lakini hiki kilichofanyika cha milioni 20 lazima kiende na mtu. Hatutakubali na hatupo tayari haya mambo kufanyika, kwa sababu sisi kama wanachama tunaumia, tunaipambania klabu yetu, lakini kuna baadhi ya watu wapo kwenye klabu yetu kuturudisha nyuma, na hatupo tayari kurudi nyuma. Katika hili nitanyoka na mtu yoyote pasipo kumwangalia uso. Mimi Kefa Chengula, mimi kaka nimewahi kumwataki Alikamwe kama unakumbuka. Inchi yani nakwambia mitandao yote ilistack. Sasa siwezi kuogopa kumwataki mtu kama Godi Yanga. Afu Godi Yanga kwa mimi ni kama nampa mileage, kwa sababu Godi Yanga mimi ni famous, mimi ni giant kwa Godi Yanga kuliko yeye. Isipokuwa nisema njia, yani kile cheo ile dhamana aliyopewa Godi Yanga imekuwa ni kubwa kuliko mimi, lakini kwenye Big Brother mimi ni Big Brother kwa Godi Yanga mara 200. Ni bahati tu. Umeona? Lakini sema mimi hata hivyo kumzungumza Godi Yanga hapa ni sawa, nampa mileage sio kwa na maana yoyote. Kwa hiyo mimi kama Kefa Chengula nataka niwaambie viongozi wa klabu ya Yanga kunyosha ili klabu yetu isonge mbele kwa umoja wetu. Hapa tulipofikia tuwaambie viongozi tumegawanyika, tuko makundi. Wana influencers wote tumereftishwa, ambao tunadai haki, tumereftishwa kwenye grupu la influencers. Tunashindwa kuelewa kwamba shida ni nini. Kama shida ni kudai haki yetu, hivi hii ni haki? Kama sio haki, tunaomba Godi Yanga aitwe, tufanye kikao cha pamoja ili tupate, kila mtu apate staki yake na kila mtu aende kushabikia klabu kwa moyo mkunjufu. Lakini kama mkikaa kimya, tusifichane, hii klabu tunaenda kuipasua vipande viwili, kitu ambacho sisi kama wanachama itatufedhehesha, itatuumiza sana, kwa sababu kama yani sisi tuko tayari, kama jambo limefanyika hatujapata chochote, hatuwezi kumlaumu mtu yoyote, na sisi tuko hapa kwa ajili ya Yanga, hatupo hapa kwa ajili ya maslahi, hatupo Yanga kwa ajili ya maslahi, tuko Yanga kwa ajili ya kufanyaje, ya kuitetea klabu. Lakini kikipatikanika kitu chochote kwa ajili ya maslahi yetu tupate kwa usawa, umeelewa? Sisi hatuishi kwa ajili ya yani, hatupo hapa. Mimi Kefa na miaka 32 niko hapa klabu ya Yanga, mimi ndo naisababisha klabu ya Yanga iishi. Sio Yanga inaishi kupitia mimi. Mimi ndo yani Yanga inaishi kupitia mimi. Sio mimi naishi kupitia Yanga. Never. Lakini kitu chochote viongozi wetu wakiona tumefanya kazi nzuri, wakatoa zawadi kwa ajili yetu sisi wana influencers, basi hiyo percent ifike kwetu kwa usawa. Kwa hiyo mimi bana, ndugu yangu ni hayo. Kama una swali nakupa nafasi. Shukrani sana kaka, maana time umetupa mkono kidogo. Bwana, tulikuwa na Kefa Chengula, ni miongoni mwa mashabiki na influencers wanachama wa Young Africans. Amezungumza mengi sana, lakini akidai kwamba Young Africans wa viongozi watende haki, wamtafute Godi Yanga wazungumze naye kutokana na ile pesa milioni 20 wamepata pesa kidogo, huku wengine au ndugu zao waasimu wao Simba Sport Club ikaonekana wamepata pesa iliyonyooka kutokana na uongozi wao mzuri. Share na ucomment hapo. Mimi ni Shabani Bushi na hii Hotbiz Media. Kama hujasubscribe, hebu gusa alama ya kengele ili uweze kupata update mbalimbali. Hii aliishia hapa, tutaendelea kusaka na kusakama hadi tumpate muhusika. Bye bye.